Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Wewe tuliopo hapa nadhani tumeokoka, tumempokea Yesu. Safari yetu ni moja ya mbinguni. Je, akitokea mwenzako akikushauri mkaibe sehemu fulani, vipi, utaenda? Utaenda? Kumbe katika Kutoka 20 amri ya Mungu ilikataza. Kwenye amri ya Mungu asema usiibe. Kwa hiyo Mungu ni neno alituambia usiibe. Kwa hiyo uwezi, kama una roho Mungu uwezi ukaenda kuiba. Ila kama una roho ibilisi shetani Lucifer utaenda kuiba. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Utaenda nini? Kuiba. Okay. Kama binti uko hapa, Mungu anakataza masuala ya uzinzi, umalaya. Je, unaweza ukaenda kufanya umalaya? Maisha kama magumu sasa hiyo, sema maisha magumu, ngoja nikajiuze mwili. From nowhere umeokoka unampenda Yesu. Maisha magumu, unaweza kaenda kufanya umalaya? Kama unaelewa Mungu, wewe ukaenda kufanya umalaya, kuuza mwili wako. Utakao utafuta ushauri kwa, utamwomba Mungu akupe marafiki wazuri, viongozi wa kiroho kukushauri ili uweze kupata kazi ya kukuingizia pesa. Mungu mimi ameniokoa kwenye kubeti, kucheza kamari. Mpaka wazazi walikuwa wanasema dogo huyu atafunguka lini? Na mimi nilikuwa sijui akaunti zote nilikuwa nazo. Ilifika wakati nilifuta na ile kundi langu lile lisambaratika lote. Na ile dhambi mpaka ikikaa hapa ni vigumu sana kutoka. Sijui ilitokaje, lakini baada ya Mungu kuniambia nenda kashuhudie, ile kitu ilitoka, nikafuta akaunti zote. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Mungu, kulikuwa kuna msukumo zamani, tulikuwa tunapenda mambo ya dunia, kwenda kwenye madisco. Wewe zamani kuna walikuwa na trip fulani ya kwenda kule beach, ile hela niliila. Sikwenda kwenye ile beach. Kwa sababu tayari Roho Mungu hashaingia ndani yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Okay, niliwaambia kwa hapa kwa vijana wa kiume. Nakuta vijana wa kiume pap, nikasema kama kijana wa kiume hapo hapa, ukimwona mdada yote amevaa kimini. Bwana Yesu Kristo sana. Kama Roho Mungu anakaa ndani yako. Mimi nilikuwa nahubiri huko kwetu mtaani, kuna majaribio. Tunahubiri injili, mtu amekuja na kimini, lakini Mungu anakupiga upofu. Shwa! Usiangalie huku ya kuhusu. Piga neno langu, angalia huku. Hubiri huku. Kwa kama Roho Mungu yupo ndani yako, uwezi ukawa na tamaa ya kutamani yule dada akavaa kimini, ngoja niungane naye. Mungu anakupiga upofu, usiangalie hivyo vitu. Maana hivyo ni vitu vya ibilisi shetani. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Na wewe kama binti uweze ukakaa kwenye mtandao kama unampenda Mungu, kama umeokoka kweli kweli, umemwona kijana wa kiume, maisha ni magumu. Na shetani leo anadanganya dada wengi. Unaingia kwenye mtandao, ukishaingia kwenye mtandao shetani anakudanganya. Huyu mdada yuko vizuri. Yuko kaka yuko vizuri. Mtakuwa naye. Kaka hajaokoka. Haja nini? 1 2 3. Okay. Unavamia kambi ambayo kuhusu. Kumbe gari lenyewe la mkopo amelikodi from nowhere. Ameliposti tu kwenye mtandao. Unasema hapa ndo nimefika. Dada yangu acha tamaa. Kaka yangu acha tamaa. Nilifundisha nikasema kuna sehemu kwa vijana wa kiume. Fatafata hii tutafuta majini. Kila mtu Mungu amemwandaa kwake. Ipo hivi katika ujana wako, kama wewe ulikuwa ni bingwa wa kuchezea dada wa watu, na wewe mwanako atachezewa. Kama wewe dada ni bingwa kuchezea mume za watu, na wewe nani wako atachezewa, mwanako atachezewa. Ukijiheshimu na Mungu dua yako anaiandaa, wote mtaheshimiana. Mkiwa wazinzi, familia yote ni wazinzi. Kwa baada shetani ataifuatilia. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana.
Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hapa andika hapa, mwili siku zote umejazwa na tamaa.